Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Mtazamaji wa Mwana Halisi TV, jina langu ni Zakia Nanga na hii leo niko na mwana saikolojia. Niko naye hapa kuzungumza kuhusiana na swala zima la changamoto ya afya ya akili. Changamoto ya afya ya akili kwa sasa ni swala mtambuka, ni swala ambalo kila siku linazidi kushika hatamu. Tunaona matukio mbalimbali katika jamii yakitokea, yakiendelea, watu wanajidhuru, watu vinafanyika vitendo vingi vinavyoashiria kwamba tatizo la afya ya akili linazidi kukua kila siku baada ya siku. Huyu hapa niliyokupo naye ni mwana saikolojia. Mimi namfahamu kwa jina la Siti. Yeye mwenyewe anaweza kujitambulisha zaidi. Karibu. Kwa majina ninaitwa Siti Manusha, niko chini ya usimamizi wa chama cha saikolojia Tanzania kinaitwa TAPA. Nimefurahi sana kupata nafasi ya kuongelea swala la afya ya akili kwa sababu imekuwa ni changamoto kubwa sana katika tuseme kizazi tulichonacho sasa hivi. Kwa hiyo natamani kupata wasaa mzuri wa kuona kwamba tunaenda kuongea nini na tunajadiliana nini ili kila mmoja apate uelewa, basi tuweze kujenga kiakili na kiafya ya akili zaidi. Asante. Kwa kuanzia tuanze. Tunapozungumza changamoto ya afya ya akili. Afya ya akili ni nini? Labda nianzie nyuma kidogo. Unajua kumekuwa kuna ule mkanganyiko, watu wengi tunachanganya tukisikia afya ya akili, kuna ule mtazamo tunasema moja kwa moja, mimi nina afya ya akili, au mtu amefanya jambo kidogo fulani kwenye jamii inaonekana haliko sawa, moja kwa moja tunasema yule ana afya ya akili. Lakini tunapaswa kuelewa kwamba yani kama mwanadamu tunapoongelea afya tunamaanisha kwamba tunasema yani kuwa na tunasema hii ni hisia njema. Sasa kama ni hisia njema inamaanisha huyu mtu anakuwa na afya njema, au tuseme kuwa anakuwa na usawa katika eneo la kiakili, katika eneo la kifikra, kihisia, lakini pia hata katika namna ambavyo anachangamana na watu kwenye jamii. Hiyo ndio tunapoongelea afya ya akili. Lakini sasa tunakuja kwenye changamoto za afya ya akili, ni kwamba tunamaanisha huyu mtu kuna zile athari ambazo amekutana nazo either katika eneo la kifikra, kwamba yamkini akili yake inapata changamoto either katika eneo la kufikiria kitu, lakini pia ana changamoto katika eneo la kihisia, lakini vile vile hata katika eneo la tuseme tabia zake. Kuna watu tunaishi nao kwenye jamii, tuna zile tabia ambazo tunasema hizi ni tabia nzuri au tabia njema au tabia sahihi. Lakini kuna saa unapomwona mtu kuna vitu anafanya, watu wote kwenye jamii tunasema hiki kitu hakipo sawa. Kwa hiyo tayari tunaona kwamba huyu kidogo kwenye tabia anakuwa kama ametoka kwenye ule mkondo. Kwa hiyo tayari tunaanza kusema hapa kutakuwa kuna changamoto. Lakini moja kwa moja hatuwezi tukasema kwamba huyu sasa ana changamoto ya afya ya akili. Kwa mfano ikitokea labda kijana kwa bahati mbaya, kijana ni mtu mzima mkubwa, kwa bahati mbaya siku moja tu katika kulala akaamka labda ameweza kujisaidia kitandani, unasema huyu ana changamoto ya afya ya akili. Hapo tutakuwa tumekosea. Ila inategemea kile kitu kinatokea mara ngapi, kimejirudia mara ngapi. Kwa hiyo tunakianza kuona sasa kitu tunaanza kukinotice mapema na kusema hapa kuna kitu labda tufanye kwa ajili ya kutoa msaada. Kwa hapo naweza nikasema kuna utofauti wa afya ya akili na changamoto ya afya ya akili. Unamjuaje mtu mwenye changamoto ya afya ya akili? Sasa tukirudi katika kumjua mtu ambaye mwenye changamoto ya afya ya akili, kwanza tukianza kuangalia mtu ambaye mwenye afya njema ya akili, tunasema huyu mtu tutamuona kwanza katika namna ambavyo yeye mwenyewe anaweza kujitambua, anaweza kujiamini, anaweza pia kujithamini, lakini pia hata jinsi ambavyo anachangamana na watu. Anakuwa na mchangamano chanya na watu. Unajua kuna watu ambao hawezi kuchangamana na watu. Hata ukimweka kwa namna gani fanya hiki yani hawezi. Kwa mtu kama ukutana anaweza kuchangamana, lakini pia ni watu ambao tunasema watu wote tumeamka au tumezaliwa, tuna malengo tumeyabeba. Tuna ndoto tumezibeba. Kwa hiyo unapokutana na mtu ambaye kuna ndoto fulani ameibeba, kuna malengo fulani ambayo anatamani kuyafikia, basi tunaamini tayari huyu afya yake ya akili iko vizuri, ana afya njema ya akili. Lakini kwa upande mwingine tunasema kwamba anajitambua. Kujitambua kwa namna gani? Kwamba anatambua labda mimi ni nani. Na siku zote unajua kwamba kwenye ile jamii watu wengi tumekuwa kuna ile tunachukulia ni hali ya kawaida. Unaweza kukuta mama na mtoto wake anatasikia anasema, "We chizi, njoo hapa." Ni misemo ya kawaida sana Kiswahilini, lakini ni misemo ambayo inaanza kutengeneza kitu kwenye ufahamu wa mtoto, lakini sio tu ufahamu wa mtoto, hata ile jamii inayomzunguka ule mtoto. Kesho watamuona mtoto wako kama nani, yule mtoto yeye atajichukulia kama nani, kwamba akipita sehemu yote asemaga mimi mama ananiitaga chizi. Kwa hata unakuta kuna watu wakifika shuleni anakuwa ni mkorofi, hatulii.
yani hatulii kabisa. Ukimuuliza mi cheese, hadi mamangu anasemaga mi cheese. Kwa hiyo kumbe kauli tunazozizungumza ndo zinaweza zikaanza kumuaffect mtoto angali bado mdogo. Kabisa. Kwa hiyo ni kitu kingine ambacho tunapaswa pia wazazi kukizingatia, kwamba unapokuwa na mtoto wako unatamka nini. Na ndio maana tunasema katika malezi ya mtoto yanaanza akiwa tumboni. Kwa kile unachokitamka mtoto anakisikia na kinaanza kuwa na kutengeneza ule uhusiano mkubwa mpaka anapokuja kuwa mkubwa. Kwa hiyo unaweza kukuta, ndio maana mzazi mmoja anasema yani wewe huna akili. Sio kwamba mtoto hana akili, akifika darasani anakuta kweli anashindwa kufanya vizuri kwa sababu anaamini mimi sina akili. Kwa hiyo tunasema kwamba mtu ambaye mwenye afya njema ya akili, kwa hiyo lazima kwamba ni mtu ambaye anajitambua, anaelewa malengo aliyobeba, ndoto alizonazo. Kwa hiyo hizo ni kama tunasema ni vitu ambavyo tunaweza tukavizingatia katika mtu mwenye afya njema ya akili. Lakini tukirudi kwenye upande wa mtu ambaye tunasema kwamba ana afya duni au ana changamoto, sasa unakuta ni watu ambao cha kwanza hawawezi kujisimamia wao kama wao. Lakini unakuta tuseme twende na zile tu dalili za kawaida, unakuta mtu mwenye wasiwasi sana, ana hofu, ana uoga, fanya kitu fulani hawezi. Yani unakuta kitu kidogo tu, hajiamini, ule kujiamini hakupo kabisa. Lakini watu wengi wamekuwa unaokutana nao mwenye changamoto wamekuwa ni watu wa kujitenga. Anaamini kwamba kwa sababu jamii hainiamini, kwa sababu yeye mwenyewe kwanza amekosa kujiamini, na anaamini kwamba kwa sababu mimi mwenyewe siwezi kujiamini basi hata watu hawaniamini. Kwa mara nyingi unakuta ni mtu ambaye anajitenga, hawezi kuchangamana na watu. Lakini ni watu ambao tuseme mara nyingi unaweza kuwakuta wana wimbi kubwa sana la msongo wa mawazo. Unakuta mara nyingi ni mtu ambaye anakaa na mawazo. Hatukatai kuwaza. Kuwaza ni kitu kizuri sana. Na tunasema makubwa yamezaliwa kutokea kwenye mawazo. Lakini sasa yale mawazo yanapoongezeka, kile kiwango cha mawazo kinapoongezeka tunaita msongo. Huu msongo unakuwa pia unapelekea athara kwa mtu. Lakini kitu kingine tunaweza kusema kwa kuongezea, unakuta ni watu ambao wenye huzuni au tunasema sonona. Muda mwingi unapokutana na mtu ambaye ana huzuni yani ushakutana ule mtu yani hata muda wa kufurahisha yeye yuko tu. Shida ni nini, yuko tu hivi. Kwa hiyo pia hizo ni dalili za mtu ambazo zinaweza kuonyesha kwamba huyu kidogo kuna vitu hapa haviko sawa. Kwa kama hata una ndugu yako nyumbani umeanza kuona kuna vitu kama hivi, inabidi uanze kuwa naye makini. Lakini pia tunasema unakuta ni mtu ambaye anaanza kujihusisha na tabia hatarishi. Unaanza kukuta kwamba alikuwa hatumii labda tunasema madawa ya kulevya, anaanza kutumia madawa ya kulevya. Anaanza kuingia kwenye haya makundirika. Kama tunajua kuna hiki kikundi ambacho kilikuwa kimeibuka hapa katikati, wanasema sijui panya road. Na unaanza kumkuta mtoto wako au ni kijana au ni mtu yote ameanza kujihusisha kwenye hayo makundi. Kwa hiyo tunasema hizo ni pia ni dalili ambazo zinaweza zikakuthibitishia kwamba huyu mtu ameanza kupata changamoto ya afya ya akili. Lakini mwisho wa siku tunasema kila mtu ana uwezo au ana uhuru wa kusema huyu mtu ana changamoto ya afya ya akili. Lakini tukirudi kwenye upande wa kisaikolojia, kuna tests ambazo tunazitumia kufanya ili kuweza kudhibitisha huyu mtu, ili tatizo analopitia ni tatizo gani, ni jambo gani, na mtu huyu aweze kusaidika vipi ili aweze kupona. Kwa hiyo ni vitu ambavyo usiende moja kwa moja ukakuta labda fulani sasa hivi unaanza kwa yani wewe, mimi nakwambia wewe tayari, kama ndio tunasema yani tayari wewe ninakuona una changamoto kabisa. Kwa hiyo ndio imekuwa sasa hivi imeenea sana kwenye mitaa yetu, kokote unapopita kitu wewe una changamoto. Kwa hiyo ni vitu kama hivi. Nimekuelewa sana. Na ukitazama Tanzania kwa sasa, ni watu wenye umri rika lipi ambalo linaongoza kwenye tatizo la changamoto ya afya ya akili? Kwa Tanzania kwa sasa kundi rika ambalo limekuwa linaathiriwa sana na changamoto ya afya ya akili kwa upande mkubwa ni vijana. Kwa sababu kwanza vijana tunasema kutokana na sera tunayo kwamba inaanzia umri wa miaka kama 18 hivi mpaka 35. Kwa hiyo unakuta kwenye umri huu kwanza kijana anakutana na zile changamoto, kwanza kutambua yeye ni nani. Ndio unaanza kukuta kijana anafanya kile, anagusa hapa, anagusa pale hivyo. Lakini unakuta vijana wengi hapa ndio wanapoingia katika tuseme sasa hivi kuna hii hali pia ya ukatili. Ukatili wa kijinsia, ukatili wa kihisia. Changamoto zimekuwa nyingi hapo. Lakini sasa hivi tunasema katika swala la kujipatia kipato. Tukitoka huko nje mimi na tunaamini tunaona vijana jinsi ambavyo wanapopambana. Anafanya hiki, anafanya kile, anajaribu, na unakuta bado hali yake ya uchumi haijabadilika. Hana chanzo kile ambacho cha kumhakikishia hiki ni chanzo changu sahihi cha kunipatia kipato.
Kwa hiyo pia hile imeleta kwao ni changamoto. Lakini kingine tunaweza tukasema wengine kuanza kufanya majukumu makubwa kuliko uwezo wao. Unaweza kukuta leo kijana anatakiwa kuhakikisha anaitunza familia ya watu kama sio 6-7. Na huyo kijana tumesema chanzo chake cha mapato hakijulikani. Kwa hiyo kumbe hali ya uchumi pia inaweza ikawa sababu ya tatizo kubwa la mtu kupata changamoto ya afya ya akili. Inaweza kuwa ni sababu ambayo inaweza ikapelekea mtu akapata changamoto ya afya ya akili. Kwa hiyo kwenye jamii yetu na tupo kuna watu ambao sasa hivi kwa unaweza kukuta kutokana tu na ile hali ya kiuchumi kutokuwa nzuri, tunakubaliana kwamba unaweza kukuta kuna familia ukienda hata unakuta mzazi ana hasira tu. Kwa sababu kipato hakuna. Mtoto anasema baba naomba hela daftari, wewe kila siku nakununulia madaftari ya nini? Mtoto anaenda kusema baba kiatu kimechanika, unasikia kaniletee kile kiatu kilichochanika kwanza nikione. Kila siku shida tu. Kila siku shida. Kwa hiyo pia imekuwa ikileta changamoto. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.